Usijali mume wangu. Mpe tu chakula, sijaweka sumu kama yeye. Alafu pia mwambie nampenda sana. Bye, bye baba. Lucy alisema kisha akawa amemshika mkono Lulu na kuondoka mahala pale. Kama nakumbuka msikilizaji, maneno yote kwa tumeyasikia katika sehemu ya 6 ya simulizi yetu Nitarudi Mwanangu. Tulipokuwa tumeishia katika sehemu ya 6 ni pale ambapo Pendo alikuwa yupo katika kaburi la Grace, akawa ameshika mchanga, akawa anamwambia kwamba na kuahidi kwamba nitawalea katika misingi sahihi kabisa na kuwalinda wale mapacha waliokuwa nao. Na huu mchanga ambao nimeushika nitaurudisha hapa siku ambayo tayari nitakuwa nimewamaliza watu ambao wamehusika katika kifo chako. Upendo aliweka kituo hapo, lakini mwili wake wote ulikuwa umelowana machozi, na hata sehemu ambayo alikuwa amechuchumaa pia machozi yalikuwa yametapakaa. Tutakusaidia kulipa kisasi hata sisi pia. Fani aliamua kuweka sheria pembeni. Na mimi pia naungana na wewe. Naomba tuondoke. Alisema Donna huko akiwa anamshika mkono Upendo, kisha akaondoka mahala pale. Nini kiliendelea? Basi karibu sana katika sehemu ya 7 msikilizaji. Naweka ubuyu wote mezani. Sam Dafundo mtunzi, director wewe, niko nyuma ya mic na kujuza nini kilijili. Dynamics Mix hapo msimu wa kwanza mpaka mwisho unapatikana na wa pili pia. Kupitia 0677062012 kwa wanaotumia iPhone, njoo pale utajipatia msimu wa kwanza mpaka mwisho na utapata msimu wa pili. Tuendelee na sehemu ya 7 kujua nini kilijili ndani ya simulizi tamu Nitarudi Mwanangu. Usiku uliingia na kuyeyuka kama barafu katika maji. Hatimaye asubuhi ilikuwa imefika, huku ikiwa ni tofauti kabisa na siku zote zilizowahi kupita. Siku hii ilikuwa na upekee ndani yake. Utofauti wa kwanza kabisa ulikuwa ni kuchanua kwa jua mapema sana, ambapo hadi kufika kwenye majira ya saa 11:30 jua lilikuwa limeshachomoza tayari. Hali ambayo iliwashangaza watu wengi, lakini waliamini kwamba ni moja kati ya maamuzi ya Mungu na hawakuweza kabisa kumpangia katika maamuzi yake. Utofauti wa pili ulikuwa ni kujaa kwa kunguru katika maeneo mengi ya jiji la Mwanza. Kunguru wale waliluka kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, mithili ya ndege nyange ambao watoto wengi hudai wape kucha nyeupe. Ukisikia wakiimba nyange tupe kucha nyeupe, hivyo wanaimba, basi kucha zingebadilika na watoto wangefurahi sana. Asubuhi hii ilimkuta akiwa kitandani tangu kuzimia kwa jana. Alishangaa mara baada ya kuona yupo kitandani tena katika hospitali ya Butimba. Alijiuliza ilikuwaje hadi kuwa katika eneo lile, lakini hakupata jibu kamili. Kumbukumbu katika kichwa chake ziligoma kabisa kujirudia, hata yale ambayo jana yalikuwa yamemtokea yote yalipotea. Ghafla daktari aliingia huko akiwa na vipimo. Naona kwamba umeamka, unaendeleaje? Aliuliza daktari ambaye alikuwa ameweka simu yake mfukoni baada ya kuizima. Naendelea tu vizuri, kwani ilikuwaje kwaje nikawa niko hapa? Aliuliza Salome ambaye alikuwa amejiweka vizuri, hasa sehemu ya miguu yake ambayo ilikuwa iko nje ya shuka iliyokuwa imefunikwa. Ulipoteza fahamu na mume wako ndo ambaye kuleta hapa. Yuko wapi yeye? Alisema kwamba anaenda kumwandaa mtoto na kumwandaa ili awahi shule. Daktari alisema huko kwa anachukua vipimo na kumpima pressure Salome. Ina maana ukumbuke chochote kile? Aliuliza daktari. Hakuna ninachokumbuka. Salome alitaka kuongea, lakini alihisi kama vile kuna kitu kimempiga mgongoni hivi. Aliweka kituo kisha angalia nini. Daktari naye akapeleka macho chini ya kitanda ili apate kuona nini ambacho kilikuwa kimempiga Salome. Hakuna ambaye aliweza kubahatika kuona kitu, sio Salome ambaye alikuwa ameangalia kwa juu na daktari ambaye alikuwa ameangalia kwa chini. Inaonekana bado hujawa sawa, nahisi kabisa tuzidishe vipimo, daktari alisema. Vipimo tena? Ila sawa, kuna shida. Kwa hiyo unaweza kupona lini na nikaondoka hapa? Ukiwa sawa kiakili na kimwili pia basi taondoka, alisema daktari ambaye aliendelea na vipimo kisha alianza kuondoka kurudi katika ofisi yake. Akamefika mlangoni, aligeuza macho yake kwa mara ya pili katika uvungu wa kitanda. Ajabu ni kwamba aliona damu ikiwa inadondoka kutoka kitandani. Damu ile ilikuwa inachuruzika kuelekea katika mlango. Ni wazi kabisa kwamba kama sio Salome anatokwa na damu, basi kuna kitu kingine ambacho kilikuwa kimesababisha damu ile kudondoka. Samani, unaweza kusimama? Alisema daktari ambaye alikuwa ameanza kurudi. Kuna nini tena? Alisema Salome. Naona kuna damu kwa chini na sijui ni wapi zinatoka, alisema daktari ambaye baada ya kufika katika kitanda aliinama na kuchungulia. Macho yake kalanda vyema uvunguni, lakini hakuona sehemu ambayo labda ilikuwa inatoa damu ile. Daktari, kuna nini? Mbona mwili wangu mimi una damu kwenye mapaja? Salome aliuliza huko akiwa anasimama. Damu zilikuwa zikichuluzika katika mapaja yake na kudondoka chini.
Kuchulizika kwa damu zile kulimfanya anze kukumbuka siku 2 nyuma wakati akiwa anaoga chooni akiwa na mume wake. Mbona anatoka na damu alafu siumii popote pale? Alisema Salome. Ndio maana nataka tufanye ultrasound na hisi kabisa kwamba kuna sehemu ndani ya mwili wako kuna tatizo. Lakini dokta, vipi damu inatoka bila kuwa na maumivu yote yale? Aliuliza Salome. Bahati mbaya hata mimi si mtaalamu sana wa mambo. Ngoja nikaongee na wataalamu waje hapa watatambua kwamba shida ni nini. Alisema daktari kisha kaondoka mahali pale. Maswali juu ya maswali yakabaki katika kichwa cha Salome. Alijiuliza mambo mengi kuhusu kutokwa kwa damu, lakini pia hata swala la yeye kuwa mahali pale, swala ambalo kichwa chake kiligoma kabisa kumpa kumbukumbu kamili kwa nini alikuwa yupo katika eneo lile. Alihisi kuishiwa nguvu wa safari ambapo alipojiangalia katika mapaja yake na kuona damu ikiendelea kuchuruzika tena. Safari ilikuwa ni kwa wingi sana. Ni wapi ambapo nimekosea au nimeingiliwa usiku wa jana? Ni Mungu naye hata arudi. Alisema huko akiwa anatoka kitandani na kusimama chini. Daktari ambaye alikuwa anamhudumia alienda kumuita daktari mwingine wa kike ambaye alihusika na mambo ya uzazi. Waliongozana na kuingia katika chumba ambacho Salome alikuwepo. Dada, nimeambiwa kwamba unatokwa na damu sehemu ya siri. Hebu lala hapo kwa tuone. Alisema yule daktari wa kike. Salome mwanzo aliona aibu kwa kuwa kulikuwa na daktari wa kiume, lakini baadaye alilala na daktari alimsogelea kisha akamvua nguo. Waliangalia kulia na kushoto kila sehemu ya njia ya mwezini. Alitazama vyema kabisa kama alikuwa amechanika, lakini hakuona kidonda wala alama ya kuchanika. Labda nifanye vipimo maana sione kabisa kama kuna sehemu imechanika, alisema huku akiwa anamwangalia daktari wa kiume. Si ulikuja na vipimo? Aliuliza daktari wa kiume. Ndio, na ngoja nikachukue vingine, alisema yule daktari kisha kaondoka mahali pale kwa mwendo haraka hivi huku mguu wa kulia ukiongoza safari yake. Nyuma maongezi yalikuwa yanaendelea baina ya daktari wa kiume na Salome ambaye alikuwa amelala huku sehemu ya siri ikiwa iko wazi. Dangu, kama utakuwa na ugonjwa basi hakikisha kwamba unajitibu tu kwa muda mwafaka, alisema yule daktari. Nitafanya hivyo maana afya yangu ni muhimu sana. Mwanangu Jona ananihitaji bado, alisema Salome kwa sauti ya kitetemeshi. Oh, kumbe una mtoto. Basi hongera. Hizi damu labda njia ya uzazi itakuwa inajisafisha tu. Vipi? Unatumia vipandikizi na hizi dawa nyingine za kuzuia mimba? Aliuliza daktari. Hapana. Mara nyingi oga na chunga tu sana kalenda. Kwani hizo dawa zina madhara? Madhara yapo na faida pia zipo, ila sawa, hakuna shida, daktari alisema kisha alisogea kwa pembeni kidogo hivi. Alifanya kama vile anachezea baadhi ya vitu hivi ili kutokufanya maongezi yale na Salome kwa marefu. Dakika 2 mbele daktari wa kike aliingia katika chumba kile huku akiwa na kila aina ya vipimo ambavyo huaga wanavitumia kuweza kuangalia sehemu za siri ikiwemo mlango wa uzazi. Vipimo vilifanyika kwa dakika 15 kisha waliondoka mahali pale huku akimwahidi Salome kwamba atakuwa sawa tuondoe shaka. Kwa jinsi ambavyo Salome alikuwa amepewa moyo naye aliamini kwamba afya yake itakuwa njema endapo kama akigundulika na tatizo ni nini. Twende kwa Maria ambaye alikuwa amekaa nje ya nyumba yake akiangalia kunguru ambao walikuwa na ruka na kutoa katika bati. Kidogo ilimpa wasiwasi maana kuzoea, lakini baadaye alikuja kuona ni jambo la kawaida. Katika kichwa chake alikuwa anawaza vipi anaweza kwenda kumtupa mtoto ambaye alikuwa ameshamuua usiku wa jana. Wakati anawaza, mume wake ambaye Noel alifika mara pale akitokea ndani. Akiwa amevaa kipensi na singlet alimsogelea mke wake kisha alimshika kiunoni na kumpiga busu zito la mdomoni. Mwili wa Maria ulimsisimua. Ilikuwa ni kama vile alikuwa ameshtukizwa hivi, hakutegemea kama Noeli angeweza kufanya vile kwa wakati ule. Mbona umekaa hapa nje kwa muda mrefu bado una hasira na kilichotokea? Aliuliza Noeli. Maria alikaa kimya kidogo akionekanika kama mtu ambaye alikuwa anafikiria kisha akasema kwa sauti iliyojaa uchovu. Hapana. Lile limeisha kabisa. Sawa, sasa kwa nini kuna waza sana? Kiasi hicho maana umewahi kuamka sana leo? Kuna mengi sana waza. Ile kikubwa ambacho kinanipa wasiwasi ni wapi tunaweza kwenda kutupa mwili wa mtoto. Mtoto. Nimeamka mapema ili niangalie eneo sahihi lakini hata sijaona, alisema Maria ambaye mgeuzia makario Noeli. Kimya kilitawala kwa muda huko kila mmoja kitafakari ni eneo lipi lingeweza kufaa kutupa mwili wa Chris ambaye alimuoa. Kwa nini yule mwanamke alitupeleka anapatikana? Aliuliza Maria. Nani, Karen? Ndio, ni mwenyewe, alisema Maria huku akiwa anaweka nywele zake sawa. Bado anapatikana. Unataka kufanyaje? Nilipanga kwamba nimpigie Zeni yeye angetupa njia sahihi. Tukiendelea kukaa na huu mwili hapa naona kabisa kwamba tunakwenda ni kubaya. Maria alihitaji sehemu sahihi ya kuweza kutupa ama kuzika mwili wa mtoto. Katika kichwa chake swala la kumzika nyumbani kwake alihisi ni kama vile kukaribisha nuksi, hivyo hakuafikiana nalo kabisa. Kitu ambacho alikuwa na kiwaza ni kumpigia Karen baada ya hapo jioni waongozane
hadi nyumbani kwa Upendo. Huko ndiko wangeweza kumzika. Sehemu pekee ambayo nafikiria ni nyumbani kwa yule mbwa wako yule ambao ulikuwa umezaa naye, tena tunamzika mlangoni kwake, alisema Maria. Yaani kwa Upendo? Ndio. Wazo hili lilikuwa na ukakasi kwa Noeli ambaye alitaka wazike mwili nyumbani kwa Upendo, huku akisisitiza ni bora Upendo asijue kabisa kama walimuua mtoto, lakini ilibidi Maria atumie nguvu ya ushawishi ambao alikuwa nayo. Hatimaye Noeli alikubali na alikuwa amepanga ifikapo usiku basi wataenda na watamzika nje ya nyumba yake. Hii pia itaenda sambamba na kifo cha Upendo. Sitaki kabisa kumwona duniani, maana kama mliachana mnaweza kabisa kurudiana, alisema Maria huko akiwa anakunja ndito. Means unahitaji kumuoa Upendo? Noeli aliuliza kwa jazba kidogo. Umesikia nilichokizungumza? Sihitaji tena discussion, alisema Maria. Kwa kuwa Noeli alijua Maria ni mtu wa msimamo, pindi anapoamua jambo basi ameamua. Alikaa kimya kwa kisubiri jioni itie nanga ili ashuhudie nini ambacho kingetokea. Kukaa kwake kimya huku sio kwamba eti alikuwa amependa, lakini hakuwa na jinsi wala la kufanya kwa kuwa alikuwa anaishi kwa mtu ambaye kila alichokuwa anataka alipewa. Maongezi yao yalifika tamati huko kila mmoja akiingia ndani. Maria akaelekea jikoni kuandaa chakula na Noeli alikuwa yuko sebuleni akiangalia runinga. Ghafla alikumbuka kwenda kuangalia mwili wa Chris ambao ulikuwa uko store umehifadhiwa. Aliinuka na kwenda store. Bahati nzuri ni kwamba alikutana na mwili wa mtoto wake. Moyo wake ulimuuma mno kuona damu yake ameangamiza kisa pesa. Nisamehe Chris, nisamehe sana baba. Najua siku baba bora kwako kuanzia kutungwa kwa mimba yako, malezi hadi kwenye kifo chako pia ambacho mimi nimetoa ushirikiano. Nisamehe sana, nafanya sio kwamba tunapenda, ila ni tamaa tu ya mali ndo zinazoniendesha mimi, alisema Noeli huku machozi yakiwa yanamdondoka. Aliutazama mwili wa Chris ambao kichwa kilikuwa kimeharibika, hata harufu ya maiti pia ilikuwa inatoka katika mwili ule. Mwisho aliamua kuondoka. Katika kituo cha polisi Nyamagana ndani, Donna alionekanika kilandalanda kwenda kulia kurudi kushoto, ni kama mtu ambaye alikuwa amechanganyikiwa hivi. Mkononi alikuwa ameshika bahasha ambayo ilikuwa imeandikwa Dr. Khan. Donna tema, vipi? Mbona unatembea muda wote, tunaenda wapi? Aliuliza askari mwenzake ambaye alikuwa yuko mapokezi. Iliendelea na fani kwamba tukutane hapa by saa 3, naona kabisa inaenda saa 4 hadi muda huu hapa hajafika. Donna alijibu huku akiwa amechanganyikiwa hivi. Mnavyoongozana nikajua kabisa mnaishi sehemu moja. Basi mpigie simu, alisema yule askari wa mapokezi. Okay, ngoja nifanye. Kabla hajamaliza hata kuongea, Fani alikuwa katika mlango wa kuingia kituoni. Macho ya Donna yalikutana na macho ya Fani, wote wakatazamana kwa sekunde kisha waliweka tabasamu, huku Fani akiwa anasogea katika sehemu ambayo Donna alikuwepo. Baada ya kufika walipiga soga kidogo na kuelekea ofisini kwa Donna. Ulikuwa wapi muda wote hadi naulizia tu hapa na anatembea tu hapo nje kama chizi hivi? Aliuliza Donna huku akiwa yupo katika kiti. Acha tu, wakati nilikuwa najiandaa kutoka nyumbani mama alizidiwa hisia na tumbo, basi ikanibidi tunimpeleke hospitali, alisema Fani ambaye alisogeza kiti vizuri na kukaa. Wote sasa walikuwa wanatazamana kama kujenga hisia za furaha machoni mwao. Pole sana, lakini kazi inaonekana kuwa ngumu aisee, alisema Donna huku akiwa anaweka bahasha mezani kisha alisukuma hadi katika mikono ya Fani. Fani akapokea bahasha ile kabla ya kuifungua kauliza, nini ambacho kinaendelea? Soma humo ndani, Donna alisema huku akiwa anatoa simu yake na kuanza kuchezea. Mikono ya Fani ilifungua bahasha na kukutana na picha kubwa ambayo ilikuwa ya mtu asiyewahi kumuona katika maisha yake. Alishangaa kidogo huku akisoma jina ambalo lilikuwa limeandikwa katika bahasha, Dr. Khan. Kuna nini? Aliuliza huku macho yake yakiwa katika picha. Aliendelea kuitazama. Ameacha kazi na inasemekana yupo jijini Mwanza, Donna alisema huku akiwa amenyong'onyea sana. Haiwezekani, Fani aliongea kwa jazba sana. Mikono yake iligonga katika meza. Uso wake mdogo ulibadilisha hadi mashavu yakavimba na kuwa kama utopolo. Inawezekanaje? Aliuliza Fani. Inasemekana alihusika katika kifo cha daktari mwenzake, naye hakuona sababu nyingine ya kuendelea kufanya kazi. Kama na kumbukumbu nzuri, jana wakati tulikuwa tunaufuata mwili wa Grace kulikuwa na askari tulipishana nao pale, alisema Donna. Kwa hiyo tulipishana nao, kumbe ndo walikuwa wameenda kumkamata? Ile siamini, ngoja kuna daktari ambaye namjua pale, ni rafiki yangu kabisa, acha nimpigie, alisema Fani huku akitoa simu yake. Alichezea kwa sekunde kadhaa kisha akaweka sikioni. Simu iliita kwa sekunde kadhaa kisha ikapokelewa. Slay. Yes Fani. Mambo? Poa tu za ukimya. Zola, I'm sorry. Mama naumwa, wanasema kwamba sijui mambo ya uzazi, sijui ni manini au sijajua.
Sijajua bado, mama kijana jezeka bado maini. Na nilikuwa nahitaji daktari mzuri, vipi? Hapo naweza kumpata yote? Uzazi, yes. Yupo Dr. Kani, yeye anafahamu mambo mengi sana. Alijibu Slay bila hata kujua kama mwenzake alikuwa katika uchunguzi. Nilisikia kwamba ameacha kazi. Taarifa za uongo bwana. Ni yule pale namuona kabisa, alisema Slay. Basi hatari. Aya sawa. Nikija hapo nitakupigia then uniunganishe naye au sio? Fani alimaliza maongezi yake kwa namna hiyo, kisha kamrudishia macho Donna ambaye alipiga meza kuonesha kwamba alichanganyikiwa. Na wasiwasi hao watu wanatufuatilia, Fani alisema. It seems like that. Bado nawaza nani ambaye amefoji taarifa, alisema Donna. Tutapata majibu, acha tu na sisi tuingie kazini, alisema Fani. Wote bwana walikuwa wamechanganyikiwa. Hakuna ambaye alifahamu ni nani ambaye alikuwa ametengeneza taarifa fake ya Dr. Kani kuacha kazi. Taarifa ambayo ilimfikia Kani kupitia mkuu wake wa kazi, na aliamini kwamba kama Kani itakuwa ameacha kazi, ni dhahiri kwamba zoezi la kumkamata litakuwa ni gumu kwa sababu anaweza kutorokea nje ya nchi huko. Serikali singejisumbua kumtafuta hadi muda ambao angerudi nyumbani. Walitazamana kwa muda huko, kila mmoja kitafakari namna ya kuweza kumwingia Dr. Kani ambaye walihisi huenda akawa ndo chanzo cha madhila yote yaliyokuwa yametokea katika maisha ya Upendo, kuanzia kwenye kesi ya Mr. Rollman ambaye alikuwa anahitajika kununua mtoto. Make sure jioni unaongea na John. Yeye tuambia ilikuwaje mpaka Mr. Rollman akafanya mawasiliano na Kani, alisema Donna kumwambia Fani ambaye alianza kunyanyuka. Sawa, nitafanya hivyo mkuu, alisema Fani na kuondoka moja kwa moja katika ile ofisi. Tukirudi upande wa Suzy, alikuwa ofisini kwake kama amejidamia akiwa anasuka njia sahihi ya kuweza kumaliza kesi ambayo ilikuwa iko mbele yake. Kwa upande wake aliona kila siku mambo yanazidi kuwa magumu. Alitafakari nini kifanyike ili kuweza kuondoa nuksi ile kwenye maisha yake. Mwisho aliamua kumpigia simu Dr. Kani ili wapate kuzungumza kwa pamoja. Alitoa simu yake na kupiga. Kani alipokea na yeye alimuomba wakutane ili wapate kuzungumza baadhi ya mambo. Dakika 15 mbele Kani alikuwa yupo katika ofisi ya Suzy, alikaa katika kiti na mazungumzo alianza. Inakuwaje hadi polisi wanasema kwamba sisi ni wauaji? Aliuliza Suzy huku sura yake ikiwa na hasira, hata mashavu yake pia yalikuwa yanamtetemeka. Sijajua, eti wanadai kwamba sisi ndo ambao tulikuwa ni watu wa mwisho kuongea na Rema. Hivyo huenda kuna kitu ambacho tulikuwa tumemwekea. Kani alijibu kwa upole mno. Hakuwa na wasiwasi kama ambavyo Suzy alikuwa. Na hii taarifa ya wewe kuacha kazi umesikia? Nimesikia, na wakati ambao ulikuwa unapiga nilikuwa niko na mkurugenzi. Yeye mwenyewe anashangaa kama ambavyo nilikuwa nashangaa na mimi, lakini imenirahisishia sana, si nimesha kwepa kabisa kesi ya mauaji hadi hapo, alisema Kani. Suzy alimtazama Kani katika macho yake ili kujidhihirishia kama hajaanza kuwa msaliti. Aligundua kuwa msaliti. Basi sawa, nitaka tu tuongee jambo. Mama yule askari wa kiume ambaye alikuwa ameondoka na yule mwanamke juzi hapa hospitali anaishi Kirumba. Baadaye kama inawezekana tumwendee tu kisha tumwambie kwamba mkaje mtoto wake, na kama akishinda basi tutamfundisha, Suzy alisema huku akiwa na kikunja kidole cha kati na cha shahada, kisha aligonga meza mara mbili. Limeisha hilo, hata usijali, alisema Kani wakijiandaa kuondoka. Na kuamini Kani hatujawahi kabisa kuanguka popote pale, Suzy alisema huku akiwa anasimama na kupanga baadhi ya makablasha vizuri pale mezani. Kani aliona ana nafasi tena ya kuweza kuendelea kama la pale. Aliondoka huku akiwa na mwaga Suzy ambaye akaendelea kupanga vitu vyake. Alipotoka nje kwa mbali alimuona Dennis akiwa anakuja upande aliokuepo, na nyuma yake aliongozana na askari ambao walikuwa ni watatu. Wale itakuwa wananitafuta mimi wale, alisema kujiweka sawa bila hata wasiwasi. Akaelekea upande ambao askari walikuwa. Kabla ya ujio wa askari, msikilizaji, mambo yalikuwa hivi. Kitendo cha Kani kumtemea mkwala Dennis kilimuumiza kichwa mno. Siku nzima hakulala, huku akiwa anawaza njia mbadala ya kuweza kumnyoosha Kani. Kwa niliamini kuwa ni yeye ndo ambaye alikuwa amehusika na kifo cha Rema, ingawa hakuwa na ushahidi wa kutosha. Hivyo kulipopambazuka alifanya vitu viwili. Moja ilikuwa ni kutengeneza barua fake ambayo ilikuwa na muhuri kabisa wa afisa afya wa mkoa pamoja na muhuri wa mkurugenzi wa hospitali na viongozi wengine ambao pindi mtu anapoacha kazi lazima barua yake ipitie. Baada ya hapo alisambaza barua kila sehemu kupitia email ambayo ilikuwa ni ya mkurugenzi wa hospitali, na ndio alikuwa ameitengeneza email ile ambayo haikuwa ya kweli.
Jambo la pili, alienda kulipoti kituoni kwamba Kani ndo alihusika katika mauaji ya Lema kwa sababu ndo ambaye alikuwa ni mtu wa mwisho kuongea naye kwa njia moja ama nyingine huko akiwa ofisini. Alifanya hivi kwa kuamini kwamba atajiwekea usalama wake, lakini pia atakuwa amefanikiwa kumpata Suzi kwa sababu mpinzani wake atakuwa amefungwa. Upo chini ya ulinzi, simama hapo hapo, hakuna kutembea. Sauti ya askari ilisikika ikimwambia Khan, ambaye alikuwa amekubaliana na askari wale ambao walitoa sababu ya kukamatwa kwake kwamba alihusika katika mauaji. Khan mbele yake aliziona nondo za mabusu zikiwa zinamkabili, lakini kwa kuwa askari walikuwa wameongozana na Dennis, moja kwa moja litambua kwamba ni yeye ndo ambaye alikuwa amesababisha leo yote. Nikitoka jiandae na kifo, alijisemea katika moyo wake kwa kumwangalia Dennis ambaye aliweka tabasamu. Joeli alifika hospitali na bahati nzuri muda wa vipimo mke wake ulikuwa tayari umepita. Vipimo vilishatoa majibu naye ndo alikuwa anapokea vipimo vile. Sijawahi kukutana na hii hali katika maisha yangu. Sijawahi kuona, lakini natakiwa niseme tu. Ni kwamba mgonjwa wetu ana kitu tumboni ambacho kinatembea na ndicho kinachofanya atokwe na damu. Kinachofuata ni upasuaji ili kutazama vinginevyo maisha yake yako hatarini, alisema daktari wa kike ambaye alikuwa amempa karatasi ya majibu Joel, ambaye alishika kichwa chake hata asiamini kile ambacho alikuwa anaambiwa. Joel aliangalia karatasi ya majibu kwa umakini wa hali ya juu mno, huku akiwa anasoma kila neno hata kama mengine alikuwa hayaelewi kutokana na uandishi wa daktari, lakini anajifanya kwamba anaelewa. Alipomaliza alianza kutazama mchoro ambao ulikuwa upo katika karatasi ile, huku ukionyesha uvimbe ambao ulikuwa uko tumboni mwa mke wake. Taratibu macho yake yalidondosha machozi ambayo yalidondokea katika ile karatasi. Mdomo wake ulikuwa unatemeka muda wote. Unatemeka ambako kulienda sambamba na mwili mzima. Alihisi kuishiwa nguvu, akarudisha macho kwa daktari kisha kwa sauti akitetemesha kauliza, ina maana hataweza kupona? Swali likamfanya daktari akanusha huko akiwa anamtaka wasubiria upasuaji ufanyike, baada ya hapo majibu sahihi ya kuweza kupona ama kutopona kwa Salome yangefuatia. Daktari akaondoka ofisini kwa akiwa anamwamuru Joel pia kuweza kumfuata kwa nyuma ili kuweza kuelekea katika chumba ambacho Salome alikuwa amelazwa. Mguu kwa mguu akafanikiwa kuweza kufika katika chumba kile na kumkuta Salome akiwa amelala. Macho ya Joel yalimtazama vizuri mke wake ambaye alikuwa anatokwa na damu nyingi tofauti na mwanzo. Uvumilivu wa kuyaweka macho yake katika mwili wa mke wake ulimshinda, ilibidi apeleke pembeni kidogo. Katika kichwa chake alikuwa anawaza ni nini haswa ndo sababu ya hali ile ambayo ilikuwa imetokea ndani ya siku 3 tu. Majibu ya vipimo yalizidi kumpa msongo wa mawazo. Pindi mawazo yalipokuwa yanazidi katika kichwa chake, alijikuta akidondosha machozi. Kwani jana ulimpa chakula gani? Aliuliza daktari wa kiume ambaye alikuwa yuko mlangoni akiwa anaangalia kina Joel. Joel aligeuka na kumtazama na daktari kisha akasema, kulikuwa kuna ndizi pamoja na nyama. Kimya kilipita kidogo huku daktari wa kiume akionekanika ni kama vile alikuwa anafikiria kitu hivi. Kisha alisogea hadi kitandani na kumgusa bega Salome. Ngozi ya Salome ilipeleka taarifa katika ubongo wake na kutoa majibu kwamba alikuwa ameguswa na kitu. Haraka sana alichukua maamuzi ya kuamka. Mama, niache. Huyo Rusi anakuja. Mshikeni jamani. Salome alipiga kelele kwa na hema. Kijoshi chembamba kilikuwa kipo katika uso wake huku vinyeleo vya mikononi vikiwa vimechichamaa. Alikuwa ni kama mtu ambaye alikuwa ametoka katika njozi mbaya hivi. Salome, kuna nini mke wangu? Aliuliza Joel huko akiwa anamsogelea Salome. Toka Lucy, toka! Salome alitamka jina la Lucy huko akimtaka atoke katika eneo lile. Alifanya hivyo kila alipokuwa anasemeshwa tena muda mwingine alikuwa anatoa hadi mikono ya kina Joel ambao walikuwa wanajaribu kumtoleza. Hakuna ambaye alifahamu kwa nini Salome alikuwa anafanya vile. Haikuwa hali ya kawaida kwa madaktari wale wawili ambao hawakuamini katika mizimu na mambo mengine ya kishirikina. Kwa waliamini katika sayansi ya tiba na dawa iliyokuwa inamilikiwa na taasisi mbalimbali zilizopitishwa na wanasayansi wengi duniani, hasa waliotoka katika shirika la afya. Kwa upande wa Salome ni kweli alikuwa anamuona Rusi akiwa mlangoni. Mwili wake ulikuwa umelowa damu na sehemu ya uso wake ulikuwa umechimbika hivi. Mashimo madogo yaliyopatikana katika uso ule yalikuwa yanatoa mafunzo ambayo yalikuwa yanadondoka na kumfuata Salome sehemu ambayo alikuwa amekaa. Mauzauza haya ni Salome pekee ndo alikuwa anayaona, naye alijaribu kuweza kuyakemea, lakini kwa wakati ule hakuna ambacho kiliwezekana. Kibani kwamba uwepo wa watu wengine kama Joel na wenzake hakuwa anawaona. Mbele yake alimuona Lucy akiwa amesimama.
Lucy toka, aliendelea kulalama Salome. Nilikufa, uliniua kwa sumu na sikuwahi kabisa kufukuza hospitalini. Sikuwahi kusema toka Salome, hata kama nilijua kwamba unataka kuniua. Acha kupiga kelele Salome basi. Sauti ya Lucy ikasikika na hakuna ambaye alikuwa anasikia sauti zaidi ya Salome. Kwa picha ya nje, akina Joel waliendelea kumtuliza Lucy atulie, lakini ilikuwa ni ngumu sana. Muda wote Lucy alionekana kuingia katika maongezi, na maongezi yale yalikuwa ni kama majibizano kati yake na mtu ambaye alikuwa haonekani. Joel akapigwa na butwa. Kichwa chake kilikumbuka usiku wa jana ambapo alimuona Lucy akiwa na Lulu. Alibaki amechanganyikiwa, sijui anafanya nini ili kutuliza hali ile. Itakuwa ni kweli Lucy yuko mbele yake, alisema kwa sauti kidogo hivi hadi daktari wa kike alisikia na kuamua kuuliza, ni nani huyo Lucy? Joel alikaa kimya kana kwamba kusikia swali la yule daktari. Boki, unaamini katika masuala ya kishirikina? Daktari wa kiume alimuuliza daktari wa kike ambaye alimuita kwa jina la Boki. Kwa sisi ambao tumekulia vijijini sasa tunaamini. Ila nashangaa naongea tu mwenyewe da. Alijibu yule daktari wa kike. Hatari kwa kweli. Ila ngoja tufanye upasuaji jioni tutajua kila kitu, alisema Boki. Zilipita dakika 10, hatimaye Salome akarudi katika hali ya kawaida, sio kuota na kuongea na mizimu wala kutokwa na damu ambako kuliendelea vyote vilikuwa vimeacha kwa wakati mmoja. Boki na Dawi walikuwa wametoka katika chumba kile huku wakiwa wanaenda kujiandaa kwa ajili ya upasuaji. Joel ndo ambaye alikuwa amebakia chumbani akimtazama mke wake. Baby, aliita Salome kujiweka sawa. Naam, Salome, unaendeleaje mke wangu? Joel aliuliza huku akiwa anamsogelea Salome na kumgusa kwa wasiwasi kidogo, akihofia isijitokea kama ya dakika kadhaa zilizopita. Salama, yuko wapi mwanangu Jona? Ameenda shule. Vipi? Ulikuwa unaongea na Lucy gani? Aliuliza Joel ili apate kujua, lakini kwa bahati mbaya Salome alikuwa kumbuki chochote kile. Hata alipokuwa amelazimisha kukumbuka, hakuna ambacho kilikuwa kinakuja katika kichwa chake. Joel akazidi kuchanganyikiwa. Moyo wake ulidunda mara mbili ya mwanzo, hata kijasho kilikuwa kinamtiririka kama maji. Mawazo na maswali yalikuwa katika kichwa chake. Kwa nini mke wake alikuwa hakumbuki kile ambacho alikuwa anaongea muda mchache nyuma? Alihisi kuchoka. Nachukumbuka mara mwisho daktari alisema kwamba anaenda kunipima kwa ajili ya kuweza kuniangalia kwa nini nilikuwa natoka damu. Ili hali sina maumivu yoyote yale majeraha. Vipimo viko tayari? Aliuliza Salome ambaye alianza kusimama na kuweka miguu chini ili kuondoa shuka ambalo lilikuwa limelowana kwa damu. Vipimo viko tayari, lakini Joeli alikuwa anataka kusema majibu yalivyo, lakini alishtuka kwa kuhofia mke wake atajisikia vibaya. Lakini nini? Salome aliuliza na kutoa shuka huko akiwa analiweka pembeni. Unataka kufanyia upasuaji mke wangu? Joeli alizungumza huku sauti yake ikiwa imeambatana na kilio cha kuiku hivi. Kilio kilitengenezwa mahali pale na watu wale ambao kila mmoja alikuwa anamtazama mwenzake. Salome hakuamini kile ambacho alikuwa anaambiwa, lakini baada ya kupewa karatasi ambayo ilikuwa na majibu ya vipimo, ilimwaminisha kwamba kile ambacho alikuwa anakizunguza mume wake alikuwa anamaanisha. Machozi yaliendelea kumdondoka, moyo wake ulimuuma. Alijiuliza nini ambacho kilikuwa kipo katika mwili wake, lakini hakupata majibu sahihi. Nahisi dhambi ya kumuua Lucy zimeanza kunirudia. Ndio, zimenirudia. Nahitaji kujiweka sawa. Lucy, huniwezi kipesa, kiserikali wala kiuchawi. Na ungekuwa karibu yangu nikwambia nipe mkono. Salome alijisemea moyoni huku akiwa anajipa faraja kwamba kama ni dhambi ama laana ya kumuua Lucy imeanza kumrudia, basi atajiweka sawa na hakuna kitu ambacho kitamrudia katika mwili wake. Kwake aliamini kama yale yanamtokea ni ya uchawi, basi atatafuta njia sahihi ya kuweza kupambana na uchawi ule ili aweze kuishi kwa amani. Ukikosea masharti, rudi kwangu haraka sana, zisipite siku 2 kabla hujarudi hapa. Aliyakumbuka maneno ya mganga ambaye alimpa dawa ya kumuua Lucy. Kama operation ikipita salama, nitaondoka mume wangu, alisema Salome. Joel alimwangalia mke wake makini kisha kauliza, unataka kwenda wapi? Nitaenda Ukelewe. Nahisi kabisa kuna watu wameanza kunichezea. Akina nani ambao unahisi kwamba nakuchezea? Ndugu akina Lucy, hasa yule bibi yake ni mchawi sana, na kuna siku unakumbuka nilikwambia kwamba nimemwona kwenye ndoto akiwa anadai mtoto wake? Lucy alisema. Joel alikumbuka siku ambayo amekumbusha. Kwa bahati nzuri kichwa chake kiliruhusu ubongo kurejesha kumbukumbu za siku ambayo alikuwa ameambiwa. Yule bibi ananitafutia nini mimi? Ananitafuta nini haswa? Alisema Joel kwa jazba kidogo. Pembeni yake kulikuwa kuna boksi ambalo lilikuwa na sindano nyingi sana. Sikia baby, hawa watu mimi najua namna ya kuweza kudili nao. Nitarudi muda si mrefu, ngoja kwanza nikawaoneshe.
alisema Joel kisha akabeba boksi la sindano na kuondoka mahali pale kwa jazba mno. Katika chuo kikuu cha Sauti nje ya geti maarufu ambalo wanafunzi hupenda kuliita geti la njano, linaonekana gari likiwa limesimama nje ya geti lile kubwa na la kuingia ndani ya chuo. Kisha alishuka Donna Tema huku akiwa ameshika bahasha mkononi. Baada ya kushuka aliangaza kulia kushoto, aliona wanafunzi mbalimbali wakiwa wanatoka na kuingia ndani ya chuo. Macho yake yaliwaangalia wanafunzi wale ambao wengi walikuwa wanategemea wakitoka chuo wapate ajira ili kuweza kujikomboa kutoka katika umaskini, ili hali serikali haikuwaonesha njia sahihi ya kuweza kupata hizo ajira. Hapa unaweza kukuta mmoja anasomea uinjinia lakini anaenda kudili na makoroboi tu nchi yangu hii, alisema Donna huku akiangalia bahasha. Nasoma BAd, nachukua history and linguistics. Aliyakumbuka maneno ya Upendo kisha alipiga hatua hadi ndani ya geti ambako kulikuwa na walinzi. Kwa kuwa kuvaa sare za kazi ilikuwa ni ngumu sana kwa walinzi wa eneo lile kuweza kumgundua kama alikuwa ni askari, hadi pale ambapo aliamua kujitambulisha tena si kwa kazi yake, ingawa walinzi wale walihisi kwa jinsi ambavyo alikuwa anatembea kwa ukamavu. Naitwa Donna Tema, samani, nahitaji kujua idara ya elimu inapatikana wapi? Yani Department of Education, aliuliza Donna. Walinzi wakamuelekeza kisha naye alianza hatua ya pili kuelekea katika ofisi za idara ya elimu. Miguu yake ilifika katika ofisi na makali yake yalikalia kiti kilichokuwa kinatazamana na mkuu wa idara ya elimu. Maongezi baina yao alianza baada ya Donna kujitambulisha. Mmoja kufuatia matokeo mtoto wangu anaitwa Upendo Joshua. Aliweka kituo kidogo. Kwani hajakwambia hapo vipi? Nilikuwa nje ya nchi sifahamu chochote kile, alisema Donna. Okay, ngoja niangalie namba yake, unaikumbuka? Aliuliza mkuu wa idara. Hapana, sikumbuki, lakini jina lake ndo hilo hapo, alisema Donna. Ilibidi mkuu wa idara asimame kisha alienda hadi katika ofisi ya mwalimu wa somo la history. Aliomba kuangalia baadhi ya mitihani hadi pale ambapo alikuwa amepata mtihani wa Upendo. Alichukua namba yake na kurudi. Alikaa katika kiti kisha akachezea laptop yake kwa muda. Hana matokeo yanayoridhisha sana. Sababu kama zote, sidhani kama ataweza hata kuvuka au kufanya maarifa kama wanafunzi wengine, alisema mkuu wa idara. Okay, ngoja nije na lengo la kuja hapa kwa moja kwa moja. Mwanangu sasa hivi anapitia katika wakati mgumu sana. Yupo na watoto mapacha na hawezi kabisa kusoma kama wanafunzi wengine. Sasa basi naomba mumsimamishie masomo, endapo kama watoto wakikua basi kila kitu kitarudi kama mwanzo, alisema Donna. Donna alifanya haya bila hata kumshirikisha Upendo, huku lengo lake likiwa ni kumpa nafasi ya kulea watoto na pia kumfanya aungane naye katika kuhakikisha kwamba anampata mtu ambaye alimua Grace. Mpango huu ama wazo hili lilikuwa limetoka kwa Fani ambaye yeye alikuwa anafahamu mambo ya chuo kuliko hata Donna. Hivyo ilikuwa ni rahisi sana kuweza kumpa wazo Donna, naye aliafikiana nalo. Baada ya mkuu wa idara kupewa sababu za kusimamishwa kwa Upendo pale chuoni, aliona kwamba ni sababu zilizokuwa na mashiko, kisha akasema, tunahitaji kitambulisho chake, baada ya hapo kila kitu kitakuwa sawa. Vipi, una kitambulisho chake hapo? Aliuliza mkuu wa idara. Kwa sasa hivi hapa sina, ila kesho nitakuja, ngoja nikakichukue. Asante sana mkuu, alisema Donna, kisha waliagana na kuondoka mahali pale. Maswali yalibaki katika kichwa chake, ni wapi angelipata kitambulisho. Aliwaza kwenda kumuuliza Upendo, lakini alihisi ni kama atakuwa anajikamatisha hivi. Mwisho aliamua endapo kama ikifika jioni basi aende nyumbani kwa Upendo, huko angeweza kutafuta na kupekua kila sehemu, na kama angeweza kupata kesho yake basi angeenda chuoni kwa mara ya pili. Aliondoka katika eneo la chuo hadi nyumbani kwake. Alisimamisha gari kwa nje huko akionekana kama mtu ambaye alikuwa na haraka hivi. Alitembea kwa mwendo wa nusu kukimbia nusu kutembea na kuingia ndani. Sebleni alikuta luninga ikiendelea kuonesha taarifa ya habari. Upendo, 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 aliita lakini kimya kilikuwa katika nyumba ile kubwa. Alihisi kuchanganyikiwa. Alienda diwani huko nako aliita, lakini kimya kilikuwa kinaendelea kumjibu kwamba hakukuwa na mtu kwa wakati ule. Kichwa chake kilizidi kumlandua kwa maswali. Ameenda wapi tena? Alijiuliza kwa kana landalanda nje ya nyumba yake. Aliamua kurudi tena ndani hadi katika chumba ambacho alikuwa amemkabidhi Upendo iwe ni kama sehemu ya makazi yake, na hapo hakumuona mtu zaidi ya kitanda. Ina maana ameondoka na watoto? Alijiuliza kwa kitoa simu yake na kuchezea kidogo, kisha aliweka sikioni. Ni wazi kabisa kwamba kuna mtu alikuwa anahitaji kumpigia. Simu iliita kwa dakika moja bila mafanikio, ilikata.
Aliamua kupiga tena kwa mara ya pili, napo pia haikupokelewa. Hili zidi kumpa msongo wa mawazo. Alibaki akiwa anakiangalia kitanda huko akitamani akiulize ni wapi Upendo amekwenda, lakini alishindwa kufanya hivyo. Kwa nini Fanny hapatikani tena? Alisema huko ikiondoka chumbani, lakini ghafla simu yake ilitetema kuashiria kwamba alikuwa anapigiwa, naye haraka sana alipokea baada ya kugundua kwamba ilikuwa ni simu kutoka kwa Fanny. Sorry boss, nilikuwa napewa majibu na daktari hapa, alisema Fanny. Usijali, vipi kwanza afya ya mama? Mama anaendelea vizuri, niambie. Kuna bad news ya taarifa mbaya ni Donna, alisema kabla hajamaliza swali la Fanny likawa limemfikia. Nini kimetokea? Fanny aliuliza kwa kuhamaki. Upendo hayupo. Vipi, upo naye hapo? Aliuliza Donna huku akiwa ana mategemeo kwamba Fanny angemwambia yupo na Upendo, lakini mambo yalikuwa ndivyo sivyo. Tena jibu la Fanny likazidi kumpa wasiwasi zaidi. Hapana, yupo kwangu. Kwani imekwaje? Fanny alisema huku akiwa anauliza ili apate kujua. Donna alianza kumuelezea hali ilivyotokea. Kila mmoja alibaki amedua, hata raha ya simu haikuwepo tena. Ilibidi Fanny amwambie Donna kwamba atakuwa yuko mahala pale muda mchache mbele. Maeneo ya Kirumba, kwenye moja ya nyumba kubwa yenye geti lenye hadhi hivi, ilisimama gari ambayo inatumiwa na Suzy. Kisha alishuka mwanamke aliyekuwa amevalia nguo iliyokuwa imembana kiasi. Rangi ya nguo ile ilifanana na rangi ya vitu vyake. Hata vumbi ilipomwona ilisogea pembeni kwa kumwogopa jinsi alivyokuwa amependeza. Alisimama na kuangalia geti kwa hatua za nyodo, akasogelea geti lile na kubisha hodi. Dakika 3 mbele alikuja mwanamke ambaye miguu yake ilionyesha kwamba alikuwa amekula kilomita nyingi, hata safari yake ya ushindi katika huu ulimwengu ilikuwa imekaribia kuisha. Hakuwa mwingine bali ni Mama Donna ambaye alikuwa anakaa na mfanyakazi wake wa kike. Samahani, sijui hapa ndo nyumbani kwa Mama Donna tema? Suzy aliuliza huko akiwa anamwangalia Mama Donna ambaye alimeza funda kubwa la mate, kisha akasema, ndio mwanangu, karibu. Maneno matatu yalitosha kwa Suzy kuanza kueleza kile ambacho alikuwa amekusudia kumwambia Madonna. Mama yangu, unajua kwamba unifahamu wala sikufahamu, na huenda hii sura ukaiona maishani mwako siku 2 tu, yaani leo na siku ya kifo chako. Naitwa Suzana, ni miongoni mwa watu ambao wanafuatiliwa sana mtoto wako Donna. Nimekuja kwako kukuambia machache tu kati ya mengi. Na sitaki kuzungumza mengi sana kwa kuamini kwamba wewe ni mzazi na unaweza kabisa kumkanya mtoto wako akakuelewa kuliko mtu mwingine yote katika ulimwengu. Suzy alisema huku akiwa anaweka sura ya kazi. Hakutaka hata kuonesha sura ya poda mbele ya Mama Donna ambaye masikio yake yalikuwa yametega vizuri ili apate kusikia alichokuwa anaelezwa. Mwanao anatafuta watu ambao tumetafutwa na watu wengi, lakini wote ambao wamethubutu kututafuta walioza makabuleni. Sio wao wala familia zao ambao zilibaki salama. Na mimi nakuambia kwamba mama, mkanye mwanao kabla ya mauti. Mwambie kwamba kesi ya mwanamke anaitwa Upendo aachane nayo kabisa, na kesi ya Mr. Lolman aachane nayo, vinginevyo huu mguu utauona tena hapa kwako siku ambayo mauti itakuwa mbele yako. Sitaki niongee mengi nisije kabisa nikapoteza lengo la mazungumzo. Na imani kwamba ni mtu mzima na unafahamu kabisa nini ambacho nimemaanisha. Naondoka. Mkwara beberu ulichimbwa na Suzy ambaye hakutaka hata kukaa tena katika eneo lile. Aliondoka na kupanda gari lake. Mama Donna alibaki amedua. Macho aliyatoa, hakutegemea kabisa kama kwa siku ile angekutana na kisanga kama kile. Alitazama gari ambalo Suzy alikuwa anaendesha hadi lilipokuwa limezama. Naye karudi ndani, lakini alisema kwamba lazima azungumze na Donna. Alifika hadi sebuleni kwa kihema, alichukua simu yake na kumpigia mtoto wake ambaye alipokea. Baba. Nimekuita mara 3. Alisema Mama Donna. Kuna nini mama? Donna aliuliza. Kilichopo ni umauti kati yangu au wewe. Nisikilize. Naomba kesi ambayo inahusiana na Lolman usifuatilie. Usifuatilie kabisa. Na kuomba kama mama yako ambaye nimekuzaa. Alisema Mama Donna huko kana tetebeka. Macho yake alishindwa kuhimili maumivu ambayo yalikuwa yakilanda katika damu ya mwili wake. Alijikuta anadondosha machozi. Hakika uchungu wa mwana aujuaye mzazi. Mama Donna kupenda kuona mtoto wake anaingia katika migogoro ambayo aliamini kwamba ingeweza kumwangamiza na kumfanya bakie kuwa historia tu katika ulimwengu. Hivyo kama mzazi aliamua kumkanya mwanae, lakini kwa upande wa Donna ilikuwa ni kama vile anampigia mbuzi gitaa. Maneno ambayo alikuwa anazungumza huku machozi yakimtoka kwake yalipitia kulia na kutokea kushoto. Alimjiba maki kwamba, mama, najua pepo na radhi ya Mwenyezi Mungu zipo chini yako, lakini katika hili mama, na kuomba unisamehe. Tena unisamehe sana, kwa sababu siwezi kabisa kuona haki inapotea eti kwa kuogopa kufa. Kama kufa nitakufa,
Hata kama nisipopigania haki sababu ni sehemu ya maisha yangu, kipi bora? Nife nikiwa napambania haki au nife huku nikiwa nimeacha watu wengine wanateseka? Je, itakuwa wapi thamani ya Mungu kuweza kunipa mimi uwezo wa kuweza kupambania haki katika ulimwengu? Mama, wewe hakuna kitakachoweza kukuta, na mtu akithubutu kucheza na wewe basi itakuwa amecheza na tupu yangu. Ni lazima mchanga umfikie. Donna alikata simu, hakutaka tena maongezi na mama yake. Mama Donna hakuwa na la kufanya licha ya kumsimu mtoto wake, lakini msimamo wa kinungunungu mbele ya chui ulikuwa katika roho ya Donna, ambaye alimhakikishia mama yake kwamba hakuna ambacho kitamkuta ili hali yeye yuko hai. Samani, naomba usimame hapo. Yes, hapo. Ilikuwa ni sauti ya Upendo ambaye alimwambia dereva wa bajaji kusimamisha bajaji pembeni mwa barabara. Dereva alifanya kama alivyoambiwa, kisha alimwangalia Upendo ambaye alikuwa yuko nyuma na watoto wawili. Kaka yangu, kaa na watu tunada 10 nitakuwa nimerudi. Waangalie sana na hela yako hapa, alisema Upendo akishuka katika bajaji na kumkabidhi pesa yule dereva. Dereva bajaji alipigwa na butwaa, akamtazama Upendo na kuhisi kama vile amechanganyikiwa. Maana mtu aliyekuwa mzima asingeweza kabisa kuacha tu akasema, "Dada, unataka kukimbia watoto au?" "Nina akili timamu na maisha hajanipiga kiasi hicho. Kaa nao hapo, naenda kuhamisha vitu kwenye ile nyumba yenye geti pale," alisema Upendo akinyosha kidole kwenye nyumba kubwa ambayo ilikuwa na geti. Ilikuwa ni majira ya saa 10 jioni. Maeneo ya Bwilu yalikuwa yametulia mno. Hakuwa na kelele kama ilivyokuwa katika maeneo mengine ya jiji la Mwanza. Upendo alikuwa katika maeneo yale na alikuwa amelenga kwenda nyumbani kwa Maria na Noeli kwa lengo la kuweza kumuulizia mtoto wake. Akili yake ilikuwa imemtuma huenda Noeli atakuwa na mtoto wake, naye hakuona njia nyingine zaidi ya kwenda. Kwa kuwa alikuwa amewahi kufika siku moja, ilikuwa sio ngumu kwake kupata kupajua siku ile. Alifika hadi getini, kisha alibisha hodi. Kimya kilifuatia, huku akiwa anamsubiri mtu yoyote aje kufungua mlango. Akarudisha macho kwa dereva bajaji ambaye naye alimtizama, huku kidole cha shahada na kati ya mkono wa kulia akiamivunganisha, kisha aligonga katika mkono wa kushoto. Upendo alielewa kwamba dereva alikuwa na sita swala la muda, naye alimuonesha ishara ya uvumilivu. Dakika 3 mbele, mlango mdogo wa geti ukafunguliwa na mbele yake alisimama Noeli ambaye alikuwa anataka kufunga mlango baada ya kumuona Upendo. Akili yake ilimpa majibu ya haraka kwa nini mtu yule alikuwa yuko mahali pale. Upendo alimzuia kwa sauti ya upole akasema, "Hata usiwe na wasiwasi, sikuja kishali hata nini. Ila nachotaka ni mwili tu wa mwanangu. Najua umemuua. Namtaka nikamzike mwenyewe, afu baada ya hapo mimi na wewe tutamalizana." Sauti ilipenya katika masikio ya Noeli ambaye alitafakari kwa kina ni wapi Upendo aliwaona na nani ambaye alikuwa amemwambia kuhusu mtoto wake kuwa katika nyumba ile. Ilimpa wasiwasi. Alitaka kuongea ili kujilinda, lakini Upendo alimkataza na kumsisitiza kuhusu mtoto. "Noeli, fanya nilichokuambia. Sijakuja hapo kwa malumbano wala hata eti maelewano na mtu. Yaani sitaki tulumbane wala tupatane, ila jua tu kabisa kwamba una vita na mimi. Ninachotaka ni mtoto wangu tu kwa sasa hivi. Tena sio mtoto bali ni mwili wa mwanangu. Halafu baada ya hapo mimi na wewe tutamalizana tu. Hakuna haja ya kutokumpumzisha mtoto. Mwili wake utaoza na kuomba," alisema kwa kiweka sura ya kumaanisha kile ambacho alikuwa anakizungumza. Noeli aliwaza achukue maamuzi gani. Kwanza alihisi endapo kama akienda ndani na kumchukua mtoto ni wazi kwamba Upendo atatambua yeye ndo amehusika katika mauaji, na kama asipoenda bado maswali yakaendelea kumpanda, hasa katika kujua ni nini Upendo angefanya. Mwisho aliamua tu kuingia ndani baada ya kicheko kumchambua Upendo na kuona hata kama akijua yeye ndo muuaji lazima tamuua tu, hana nguvu ya kuweza kumzidi. Zilipita dakika 5 akarudi na kiloba ambacho kilikuwa kinadondosha damu. "Asante, umenifundisha mengi, ila ukatili utakurudia. Endapo ukiona hii sura tena katika uso wako, tambua kabisa kwamba ni kifo," alisema Upendo huku akiwa anafungua kiloba na kuangalia ndani. Alikuta mwili wa mtoto wake ambao ulikuwa umeanza kuoza. Mafunza wadogo walikuwa wakitembea katika mwili ule. "Ushapewa ulichokuwa unakihitaji, sasa kelele za nini mbwa mwitu wewe? Malaya unayebweka kama koko." Sauti ya Maria ilisikika kwa nyuma ya Noeli huku ikiambatana na matusi. "Kama nilivyokuambia Noeli kwamba sikuja hapa kulumbana wala hata kupatana na ninyi. Na nakumbuka wakati nikiwa naondoka nyumbani nilimwambia Vikresi wangu, nitarudi mwanangu. Na hivi sasa kwa kuwa naondoka hapa, nawaambia hivi, itarudi damu yangu. Na kurudi kwake, kila mmoja kiungo chake nitakula na ugali," alisema Upendo, kisha aliondoka mahali pale huku maneno na matusi nyuma akiwa anamfuata kutoka kwa Maria. Naye hakutaka kuyapa umakini hadi alipopanda katika bajaji. Bana. Aya.
Tunakuambia kwamba si ruksa kukosa umoto. Ndio kwanza shughuli ni kama inaanza hivi. Unasubiria nyama ya Maria na Noeli ukiwa kwa mkoa gani msikilizaji? Tunakula na ugali vipi, tuipike ya mchuzi au tu roast au tuichome tu kwa moto nyama choma? Then tunapiga na ugali kwa nyama choma au vipi? Dondosha comment yako hapo chini msikilizaji kama unasikiliza kupitia YouTube. Lakini pia unaweza kuipata sehemu ya 8 sasa hivi kupitia 0677062012 kama unatumia iPhone. Ndani ya SMix hapo ipo kitambo sana mpaka msimu wa pili unapatikana huko. Mambo ni bulbul, ndo kwanza muziki unaanza au sio bana? Mimi director Weni, asante kwa samda fuku kwa kigongo kikali sana hiki. Tunakula nyama ya mtu na ugali. Nataka mniambie tuchome, tupike ya mchuzi au tu roast au tuikaushe. Wenye air fryer mpo? Tunapika bila kutumia mafuta wala maji. Tukutane katika sehemu ya 7 msikilizaji. Nasubiri msosi. Niambie tuko mkoa gani hapo, huko nchi gani hapo nasubiria msosi hapo. Nyama ya Maria na Noeli itakuwa tamu